Mvutano wa kijeshi kati ya Urusi na Ukraine unaendelea kuongezeka baada ya mashambulizi makubwa ya anga kuweza kuripotiwa katika siku za hivi karibuni, hali inayozua hofu ya kuongezeka kwa vita hiyo na hata kuhusisha mataifa mengine zaidi duniani. Kwa mujibu wa ripoti kutoka vyanzo mbalimbali vya habari vya kimataifa, mashambulizi hayo yalihusisha zaidi ya droni pamoja na makombora 300 yaliyolenga maeneo mbalimbali ya Ukraine ndani ya muda mfupi, yakiharibu miundombinu muhimu na kusababisha hofu kubwa kwa raia. Hii inaonyesha wazi kuwa vita hiyo sasa inaingia katika kiwango kipya cha nguvu na mbinu za kisiasa zaidi za kivita. Kwa upande mwingine, Ukraine nayo imeanza kujibu mashambulizi hayo kwa kutumia mifumo mipya ya kijeshi inayochanganya matumizi ya droni pamoja na vikosi vya ardhini, hatua ambayo imesaidia kurejesha baadhi ya maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wa Urusi. Hata hivyo, hatua hiyo bado inaongeza moto wa mapambano na kufanya hali kuwa ngumu zaidi kuweza kudhibitiwa. Wakati huo, mvutano umeongezeka zaidi baada ya Urusi kutoa onyo kali kwa mataifa ya Ulaya, ikidai kuwa ushiriki wao katika kusaidia Ukraine, hasa kupitia teknolojia ya droni, unaifanya vita hiyo kuwa si ya nchi mbili tena, bali ya kimataifa. Kauli hiyo imeongeza wasiwasi kuwa vita inaweza kupanuka na kuhusisha moja kwa moja mataifa makubwa zaidi duniani. Hofu nyingine kubwa inayozungumzwa kwa sasa ni uwezekano wa Belarusi kuingia rasmi vitani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonya kuwa kuna dalili kuwa Urusi inaweza kujaribu kuivuta Belarusi katika vita hiyo, jambo ambalo linaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa mgogoro huo na kuongeza ukubwa wake kwa kiwango kikubwa zaidi. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaeleza kuwa hali ya sasa inaashiria hatua ya hatari zaidi tangu vita hiyo ianze, wakionya kuwa kuongezeka kwa mashambulizi, kuhusika kwa mataifa mengine pamoja na matumizi ya silaha za kisasa kunaweza kusababisha athari kubwa si tu kwa Ulaya bali kwa dunia nzima. Mbali na athari za kijeshi, hali hii pia imeendelea kuathiri uchumi wa dunia, hasa katika sekta ya nishati, ambapo bei ya mafuta imekuwa ikipanda kutokana na hofu ya kukosekana kwa utulivu. Hali hii ina maana kuwa hata mataifa yaliyo mbali na vita hiyo, ikiwemo yale ya Afrika, yanaweza kuendelea kuhisi athari zake kupitia kupanda kwa gharama za maisha. Hata hivyo, pamoja na hali hiyo kuwa tete, juhudi za kidiplomasia bado zinaendelea kufanyika, huku viongozi wa dunia wakitoa wito wa mazungumzo pamoja na kusitishwa kwa mapigano. Lakini hadi sasa hakuna dalili ya wazi kuwa pande husika ziko tayari kuweza kusitisha vita hiyo kwa haraka. Kadri siku zinavyoendelea, macho ya dunia yanaendelea kuelekezwa katika mgogoro huu mkubwa unaoweza kubadilisha mwelekeo wa siasa pamoja na usalama wa kimataifa. Swali linalobaki ni je, juhudi za amani zitafanikiwa au dunia inaelekea katika hatua nyingine ngumu zaidi ya mgogoro huu? Mpaka hapa napofika tamati, endelea kuwa nami kupitia Kopro Media. Usisahau kusubscribe pamoja na kulike ili usikose taarifa mpya kupitia Kopro Media.